Moja kati ya watu ambao wamekuwa akipigania haki kwa muda mrefu sana kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ni Askofu Mwamakula, ambaye wengi tunamjua. Huyu jamaa ni mtu mwenye facts nyingi na amekuwa akizungumza sana kupitia mitandao yake ya kijamii, lakini kupitia vyombo mbalimbali vya habari amekuwa akizungumza. Bana ametishiwa kuuawa na mtu ambaye nimekuwekea picha yake hapo, lakini huyu mtu anaonekana ni kutoka kwenye chama cha Mapinduzi CCM. Kwa hiyo bana alizungumza vitu vingi sana Askofu Mwamakula juu ya hilo swala la kutishiwa kuuawa. Bana anasema hawa watu wanaotumia kila aina ya vitisho ili kumtisha Askofu Mwamakula wanatafuta kwa bidii kichaka cha kujificha ili kumdhuru askofu. Wanatafuta kisingizio kusudi ionekane askofu anamchukia Samia kwa sababu ni Muislamu. Hivyo ionekane kuwa namchukia kwa sababu ni Muislamu. Askofu na maaskofu wote ambao walitoa matamko ya Pasaka hawajamnyoshea kidole Muislamu, ila wamenyoshea kidole kwa mfumo utawala unaoongozwa na Samia ambaye ni mwenyekiti wa CCM. Rais Samia sio rais wa Waislamu wala hawakilishi Waislamu katika urais wake. Yeye ni mwenyekiti wa CCM ambaye kimsingi ndio anayefaidika na mfumo. Sisi hatuamini ya kuwa Waislamu wanafaidika na mfumo huo, kwani na hao pia ni wahanga wakubwa wa mfumo huo kama Watanzania. Tulimnyoshea kidole Rais Magufuli na serikali yake sio kwa sababu yeye alikuwa ni Mkatoliki. Tuliponyosha kidole kwa Magufuli na serikali yake, hakuna mtu aliyesema ya kuwa tulikuwa tunamchukia Magufuli kwa kuwa ni Mkatoliki. Mambo yanayofanana na hayo si kuchukia Uislamu, kwani tume ya uchaguzi na jeshi la polisi sio vyombo vya Waislamu. Kusema watu waliokamatwa waachiliwe mara moja na bila ya masharti yoyote sio chuki za kidini, kwani sisi tunaamini kuwa hakuna dini ifanyayo mambo hayo. Kupambania kuandikwa katiba mpya na kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi sio chuki kwa dini yoyote, kwani katiba iliyopo si ya dini yoyote ile na tume iliyopo si ya dini yoyote. Lakini hakuna Muislamu atakayemwaga damu ya Askofu Mwamakula au pia ya askofu yoyote kwa sababu kama hii ya kumchukia Rais Samia kwa sababu ya Uislamu wake. Rais Samia hana shida yoyote na Askofu Mwamakula na maaskofu wengine wote. Hamna shida yoyote na Rais Samia. Hata maaskofu waliotoa matamko ya Pasaka hawana shida yoyote na Samia, na yeye hana shida na maaskofu wao. Lakini kama damu ya askofu ikimwagika, basi itakuwa ni vijana wa Kisaki wanaotaka kutumia kisingizio cha kuwa na mchukia Samia aliye Muislamu. Hawa watu wanatafuta kisingizio cha kumdhuru askofu ili ionekane kuwa amepata madhara kwa sababu ya chuki za kidini. Waje haraka Itungi wamuue Askofu Mwamakula na wasichelewe, kwani wamefunzwa kuua watu. Vijana wa Kisaki wamekasirika kuona kanisa limetoa sauti ya pamoja, na hivyo wameamua kuanza kumtishia askofu mmoja mmoja. Sauti ya haki ni sauti ya Mungu, na sauti ya Mungu haiwezi kuzimishwa kwa kuwatishia waumini. Mwisho ielekee pia kwa kila askofu aliyetoa tamko au kauli ya Pasaka. Amefanya hivyo kwa kufuata mfumo wa itikadi ya kanisa jimbo lake. Kanisa ni sehemu ya jamii pia iliyopo katikati ya jamii, hivyo linaona yanayoendelea katikati ya jamii. Kanisa pia ni sehemu ya waumini wanaoipata jamii hiyo. Mwaka jana wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa, kanisa lilizika waumini wake kadhaa ambao waliuawa wakati wa uchaguzi. Hivyo ni haki ya kanisa kuangaliza, kuonya na hata kukemea mambo yanayopelekea mauaji katika jamii hii. Ni Ezekiel 33 mstari wa 1 mpaka 20. Mwamakula ni askofu wa Mnyororo, hivyo haitazamiwi na haitarajiwi kuwa askofu wa aina hiyo anaweza kunyamazishwa kwa vitisho. Na hata hao wanaolandalanda ili kufuatilia nyendo zake wajue kuwa askofu anajua kuwa wapo, na hivyo yupo tayari kwa lolote, kama wanatumwa au wanajituma wao wenyewe. Hiyo wala si kitu. Askofu ni mtumishi wa Mungu na ni uzao wa Chifu Mwamakula wa pili wa Mwanya Kiela Ndanga. Je, nimekushangaza?
Je, nini maoni yako? So bana, haya ndio aliyoandika Askofu Mwamakula juu ya watu ambao wanatumia kisingizio cha dini kuweza kuwagombanisha watu. Yani wanasema kwamba kama nilivyokuambia, yani kuna udini fulani unaingia. So bana, mimi sina mengi ya kusema. Nimekusomea tu ujumbe alioandika juu ya kutishiwa kuuawa kwa sababu yeye ni Mkristo na rais aliyepo madarakani ni Muislamu. So kama hivyo alivyozungumza kwamba haijalisha watu ni kina nani, yeye haogopi kwamba wanatumwa au wanajituma. Kwa hiyo msimamo wake ndio huo. Huu ni ujumbe alioandika Askofu Mwamakula siku ya jana kutokana na hivyo vitisho ambavyo amevipata. Tukumbuke alienda kumuona Tundu Lissu Ukonga, yeye na maaskofu wenzake wengine. So bana, acha tuone wapi panapovuja, kwa sababu bado mvua inaendelea kunyesha.